sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo tarehe 21 juma la pili, kipindi cha kawaida cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 17 aya 32 hadi 33 na aya 37 aya 40 hadi ya 51. Na somo la Injili ni kutoka katika Injili ya mwinjili Marko sura 3 aya ya kwanza hadi ya 6. Karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Marko. Yesu aliingia katika sinagogi, na palikuweko huko mtu mwenye mkono uliopooza. Wakamvizia ili kuona kama atamponya siku ya Sabato, wapate kumshtaki. Akamwambia yule mtu mwenye mkono uliopooza, simama katikati. Yesu akawauliza, je, ni halali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuponya roho au kuiua? Wakanyamaza. Akakazia macho pande zote kwa hasira, akaiona huzuni kwa ajili ya ugumu wa mioyo yao. Akamwambia yule mtu, nyoosha mkono wako. Naye akaunyoosha, mkono wake ukawa mzima tena. Mara wakatoka wale Mafarisayo, wakawa wakifanya shauri juu yake pamoja na Maherodi jinsi ya kumwangamiza. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, tukiwa tumeanza kipindi chetu cha mwaka wa kanisa, leo Kristo anafanya uponyaji katika sinagogi. Sinagogi yalikuwa ni majengo maalum ambapo Wayahudi walikuwa wanakutanika kujadili masuala ya kidini, tafakari neno la Mungu, kujadili hali ya siasa na maisha yao kwa ujumla. Eneo hili tunaweza kusema kuwa ni kama kigango ambapo watu wanakusanyika kusikiza neno la Mungu, kutafakari neno la Mungu pasipokuwa na ibada. Sehemu maalum ambapo Wayahudi walifanya ibada na kutoa sadaka ilikuwa ni hekaluni, lakini kutokana kwamba hekalu lilikuwa ni moja na liko mjini, Wayahudi walilazimika kujenga mahekalu ili kujikumbusha siku ya Sabato na kujikumbusha wajibu wao wa kumtafuta Mungu na kutafakari neno lake. Leo Kristo anahudhuria ibada hiyo, lakini wakuu wa masinagogi pamoja na Mafarisayo walikuwa na wivu binafsi, walikuwa na chuki binafsi juu ya Yesu, kutokana kwamba walishuhudia uponyaji sehemu nyingine ambazo Yesu alikuwa amefanya utume, na hivyo walimvizia kuona na kutafuta sababu ya kwenda kumshtaki. Ndugu zangu katika Kristo, tunaweza kujiuliza, kwa nini Mafarisayo na Maherodi? Kwanza, Mafarisayo ni walinzi wa sheria ya Musa, ni watu ambao walifundisha sheria za Musa na kuhimiza watu kuzifuata. Na Maherodi ni wafuasi wa utawala wa Herodi, yaani wafuasi wa mfalme Herodi. Hao watu wanaungana kumkabili Yesu, ndio kusema kwamba dini na siasa zinaungana kumpinga Yesu, kumvizia kwa nia mbaya, sio kutafuta ukweli. Yaani walitafuta sehemu Yesu atakapokosea kusudi hapo wapate sehemu ya kuanzisha ugomvi na kumpeleka Yesu kumshtaki. Tatizo sio Sabato, bali ni Yesu kufanya uponyaji siku ya Sabato. Sabato kwa Wayahudi ilikuwa ni sikukuu au siku ambapo watu wote hawakupaswa kufanya kazi, kwani siku hiyo walikumbuka jinsi Mungu alivyofanya uumbaji, jinsi Mungu alivyowaokoa na jinsi Mungu alivyojifunua katikati ya maisha yao. Siku hiyo ilitengwa kwa ajili ya kutenda kazi za Mungu, kumtafakari Mungu, lakini wao walienda mbali sana na kuingiza sheria za kibinadamu katikati ya siku hiyo. Kutenda mamema au mabaya, kuokoa au kuua, ni swali ambapo Yesu anawauliza. Kwa kutambua ugumu wa mioyo yao na kutambua kwamba kuna ukweli ndani yake, walikaa kimya, hawakuweza kumjibu. Yesu anapokazia macho, anatambua ugumu wa mioyo yao. Yesu anapokazia macho, anaona yanayoendelea ndani ya moyo wako. Kumbe kwa kazia macho, Yesu aliona huzuni, aliona hasira, aliona jinsi watu hawa walivyokuwa vipofu. Upofu wa sheria ni hatari kuliko mkono uliopooza. Ndugu zangu katika Kristo, watu hao walitanguliza sheria bila kuwa na huruma. Sheria bila huruma ni kifo. Huruma bila ukweli ni upotoshaji. Yesu anaunganisha yote mawili. Kwanza anafanya uponyaji, pili
anaeleza ukweli wa sheria. Nini cha kujifunza katika masomo haya? Jambo la kwanza, sheria ambazo tunazo katika jumuiya zetu, katika nchi yetu na katika sehemu tunazoishi lazima zilenge kumkomboa mwanadamu. Sheria haziko kumwangamiza mwanadamu, bali kumwelekeza mwanadamu kufikia ukamilifu wake. Ndiyo tunaweza tukawa na sheria. Je, sheria hizo zinaleta unafuu katika maisha ya watu? Kama sheria hazifai, tunahitaji kuzibadilisha na ili tusaidie kufikia utimilifu na ukamilifu. Yesu anapomwambia nyosha mkono, kusema kwamba ni kufungua moyo wa neema. Yaani Yesu anatualika kwamba tufungue moyo ili tupokee neema zake. Ndugu zangu katika Kristo, hali kubwa au tatizo tunalo saizi ni watu wa siasa kuingilia kazi za dini. Yaani dini kutumika katika mlengo wa siasa ili wanasiasa wajipatie umaarufu na kulinda vyeo vyao. Kumbe tunapaswa kuhubiri ukweli katikati ya siasa. Yaani siasa zetu lazima zijulikane kwamba ni siasa za kumtangaza Mungu na kuleta unafuu na uhuru kwa watu. Wanasiasa wasiingilie kazi za dini, yaani wasitake kutafuta dini au kutumia dini kwa ajili ya kupitisha ajenda zao. Yesu leo anawakosoa Mafarisayo ambao hawa ni watu wanaojua sheria na neno la Mungu, lakini wao walishikilia sheria wakasahau kwamba sheria zimewekwa na Mungu ili zimsaidie mwanadamu. Mwisho wa siku wanaungana na Maherodi, yaani viongozi wa dini wanaungana na viongozi wa siasa kwa ajili ya kumkabili Yesu. Ni jambo ambalo linahuzunisha na linaleta ukakasi. Je, ni kweli Mafarisayo walielewa dini? Ni kweli walijua dini? Ni kweli walielewa amri za Mungu? Je, ponya mtu ndo kulisababisha watu wawe na hasira kiasi hicho? Ndugu zangu katika Kristo, tunaweza tukawa na mawazo hayo na mtazamo huo, lakini tukubali kwamba kweli daima unaangaza pande zote na ukweli unaangaza ndani ya mioyo yetu. Ni ndani ya mioyo yetu ndo tunapojua na kufahamu kwamba Mungu lazima tumtangulize na mwanadamu lazima akombolewe ili kumwendea Mungu aliye muumbaji. Ndugu zangu katika Kristo, pia leo ni kumbukumbu ya Mtakatifu Agnesi, shahidi na mfiadini. Habari zake hazipatikani sana, lakini kadiri ya masimulizi ya watakatifu inasemekana mtakatifu huyu aliishi miaka ya 300 baada ya Kristo. Ni mojawapo ya wafiadini ambao walikuwa tayari kutoa maisha yao kwa ajili ya kushuhudia ukweli wa Injili. Sala ya Ekaristi ya kwanza inamtaja mtakatifu huyu kama shahidi na bikira. Mtakatifu huyu alikuwa ni mdogo katika umri, lakini alikuwa na imani thabiti mbele za Mungu. Alikuwa tayari kutetea ukweli wa Injili hata pale alipokuwa tayari kutoa uhai wake. Mtakatifu Agnesi alipokuwa anapelekwa kuuawa, alitoa maneno yake ya mwisho akisema, Kristo huwalinda walio wake. Ni kweli Kristo huwalinda walio wake. Masimulizi ya watakatifu Ambrose na Chrysostom ndo wanaeleza vizuri habari za mtakatifu huyu. Pengine huenda tusiwe na ushahidi wa kutosha kuhusu mtakatifu huyu, lakini tunaamini kwamba mtakatifu ni mwombezi wa pekee mbinguni katika jambo la usafi wa moyo. Vijana wengi waweza kusaidiwa naye wakati ambapo mambo yaliyoshindikana yashindane na fadhila hiyo yanapozidi kuwasumbua kwa nguvu. Sherehe ya mtakatifu huyu huwa ni sherehe maalum katika kanisa la Roma. Misa yake hufanyika katika kanisa la Laterano, ambapo huwa tukio la kubariki manyoya ya kutengeneza vazi linalovaliwa na maaskofu, yaani pallium. Pallium ni vazi ambalo unavaa maaskofu wakuu lenye misalaba 6 ambalo linatengenezwa kwa manyoya ya kondoo. Manyoya ya kondoo hubarikiwa siku ya mtakatifu huyu Agnes, na baada kutengenezwa pallium hubarikiwa katika sikukuu ya mtakatifu Petro na Paulo mitume. Baada ya hapo ugawiwa kwa maaskofu wakuu ambao wanakuwa wanateuliwa na Baba Mtakatifu. Sherehe hii inatukumbusha kwamba lazima tutoe maisha yetu kwa ajili ya wengine. Mtakatifu huyu alifariki akiwa mdogo, lakini Kristo ndiye aliyemtia nguvu. Alichagua kumtumikia Kristo badala ya kutumikia injili ya uongo. Alimtanguliza Mungu katika magumu na katika hatari ya kufa. Mungu alimtia nguvu na alikabili kifo kwa imani kuu. Tunapofanya kumbukumbu ya mtakatifu huyu, nasi tujikumbushe katika maisha yetu kuwa tayari kukabili ugumu pale ambapo injili inapopindishwa, yaani kutetea ukweli, kuongea ukweli, kukosoa pale ambapo watu wanakosea, kuwasahihisha wengine ambapo
hawataki kusahihishwa, ikiwezekana kutoa hadi uhai wetu. Bwana wetu Yesu Kristo alikabiliwa na Mafarisayo na Maherode, lakini Kristo hakuacha kuhubiri Injili. Kristo hakuacha kutakatifuza watu. Kristo hakuacha uponyaji. Katika mazingira yetu ya kila siku, tuombee viongozi wetu wa dini ambao wanakabiliwa na msukumo mkubwa kutoka nje wa kushindwa au wa kulenga kwa kuhamisha katika kazi yao ya kuhubiri Injili. Tuombee ili waweze kuwa imara katika vitisho na katika majaribu wanayopitia, hasa ya kutetea uhai katika hatari ambazo wanapitia, ili Injili ya Kristo iweze kuhubiriwa na kubadilisha maisha yetu. Kristo anapokabiliwa na Mafarisayo na Maherode, anaondoka, lakini anaondoka akiwa amefanya uponyaji. Nasi katika maisha yetu hapa duniani tunajua hatuishi hapa milele. Tutaondoka, lakini tuondoke tukiwa tumehubiri Injili, tumetakatifuza watu, nasi tutaondoka tukiwa tumebarikiwa. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Kamugisha Rafael wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kora, Morogoro. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani, hilo neno lenye kutuleta